hicho. Na nimesema kuhusiana na kitabu cha baba, lakini pia kuna kitabu kingine nitakizundua mwezi wa 9, itakuwa around mwezi wa 9. Ninaandika kuhusu, nimekiita the my mother's influence, mambo ambayo nimeyaona mama yangu akiyafanya ambayo ningetamani kumfundisha mtoto wangu wa kike, watoto wangu wa kike na watoto wawili wa kike, tamani wayafahamu, ambayo yatamsaidia binti wa kike, kwa sababu dunia haina huruma jamani. Sawa Duniani hakuna huruma. Kuna watu ni manyang'au, lakini bado kuna vijana wazuri. Hello. Sasa how do you tell the two? Hapo sasa ndo unahitaji hekima, maarifa, binti yangu, kwamba nani ananipenda na nani ananihadaa. Nani nina future naye na nani sioni future. Wakati ninamchumbia Irene, huyu ambaye ni mke wangu sasa hivi, Irene, siku moja mama akaniita ndani. Kaa pale akasema, Timo, umempenda huyu binti? Sema umempenda. Sema kwani umempendea kitu gani? Nikamwambia sasa mama, tunaulizana maswali gani tena? Akasema umempendea kitu gani? Nikamweleza. Akasema sasa ngoja nikwambie, hicho kitu sitaki kuambia ni nini. Hicho kitu sio cha permanent. Kwa hiyo hakikisha upendo wako ni deeper than hicho kitu, ndio umuoe yule binti. Sema unasemaje? Kaniambia hicho kitu hicho sio permanent. Akasema mama anazungumza nini huyu bwana? Kweli bwana, tumeoana sasa hivi ni mwaka wa 22. Hiyo kitu kiliisha around mwaka wa 7 hivi wa 8. Lakini upendo wetu ukazidi kuwa. Wakati nimeenda kwenye premarital counseling, Mchungaji Nkanda sasa hivi amepumzika, yuko na Papa Abrahama. Akasema, Timothy na Irene, nataka kuwafundisha namna ya kufight kwenye ndoa. Unasemaje? Nasema nataka kuwafundisha jinsi ya kupigana, kufight kwenye ndoa. Sema mchungaji umekosea, sisi tunapendana, hatuta fight kabisa. Nasema Timo ngoja kwanza, nataka nikufundishe namna. Nikamwambia mchungaji, you're wasting your time. Yaani tunavopendana, we will never ever fight. Akasema anyway, basi ngoja tu niwafundishe, niwape skills in case, kwa sababu naona nyinyi you are so exceptional. Yani kwa wakati ilikuwa najua kabisa kwamba wapuuzi tu. Hakutaka kutukatisha tamaa. Akasema just in case, ngoja tu niwafundishe muwe na hizi skills. Akatuambia kwenye boxing kuna rule inayosema you never hit below the belt, kwamba you always hit above the belt. Kwa hiyo akaanza kutufundisha kuna mambo ukifanya wakati mnagombana, yale mambo it will be hitting below the belt. Na ukimhit mwenzako below the belt, there is no turning back. It's almost instant kwamba hiyo ndoa inaelekea kwenye divorce. Kwa sababu kuna mambo hutakiwi kusema ever, hata kama unayafikiria. Kuna mambo hutakiwi kuyafanya. Akaanza kutufundisha moja nyingi. Sasa nikiyasema tutaingia kwenye premarital counseling, lakini akawa tufundisha namna ya kufight. Nikachukua ile somo nikaweka huko. Lakini baadaye likawa very handy. Nikajikuta ninalihitaji. Hello? Nikalikuta ninalihitaji kwa sababu our very first fight ilikuwa, naikumbuka very clearly. Tumetoka Tanzania, tulikuwa tunaishi Botswana. Sasa tulipokuwa tunaishi Botswana, mimi nimelelewa Uswazi. Nikisema Uswazi mnafahamu? Yaani mtaani Uswahilini. Mke wangu kidogo sio Uswahilini sana. Kwa sasa yeye akawa anapakua chakula na kileta, afu anapakua kidogo sana. Alafu kingine kinabaki jikoni. Sasa nikavumilia mwishoni nikasema, siku moja nikakasika, hivi hicho chakula unamwekea nani huko jikoni? Yaani nimelipuka kama kwamba yani mpaka ananishangaa, huyu jamaa vipi? Kwani si useme tu kiletwe? Nasema kwa nini unanipangia chakula humu ndani?
Leta chakula, weka mezani. Sisi tumezoea chakula kilichopo, ugali unaletwa wote mezani. Tunakula ukibaki ubaki, si ndio? Chai ikishapikwa inaletwa yote mezani. Mnakula tena, unaitwa Timo. Siku ikipikwa ugali unaambiwa Timo njoo. Siku ikipikwa ubwabwa unasikia tu Timo shauri yako. Unajua ubwabwa unaisha. Unakimbia unawahi kwa sababu unajua ubwabwa unafanya nini. Sasa unaanza kunipimia aite na kiaka ubwabwa afu anaika jikoni. Sasa mwana namna gani ugomvi. Nikamwambia, akaniambia Timo, sikiliza kama unataka chakula sema hai, mambo ya kupimiana bwana. Leta chakula mezani hapa tule kieleweke. Au unataka kuniona naongeza mara ngapi? Nikaanza kukumbuka below the belt, don't hit below the belt. Hello, alitusaidia huyu mchungaji kuokoa tusije tukaanza kupigana chini ya belt. Kwa hiyo ni muhimu sana kupata mafundisho, kujifunza. Sasa kuna mambo ambayo kama usipoyafahamu itakuwa ni ngumu sana wewe kufanya kazi na Mungu katika kukupatia mema yale ambayo ameyaweka ndani ya moyo wako. Ni wangapi hapa wana shauku au wana kiu ama wana ndoto ya kuwa wafanya biashara? Okay. Ni wangapi wana ndoto ya kuwa madaktari, wanasayansi, wabunge, waziri? Mbunge yuko wapi? Kuna mbunge mmoja, wa pili. Weka mkono juu tuone wabunge wetu. Okay, tuna wabunge wawili. Mawaziri, tuna waziri mmoja tu. Yuko wapi waziri mwingine? Ni binti Tuna waziri wa kike. Haya, rais. Tuna rais mmoja, rais wa pili. Sio rais wa chama cha wanafunzi. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wapo. Nikwambie kitu, ndoto yako inawezekana. Kwa sababu Mungu hana upendeleo. Kama Mungu ameweka kitu ndani yako, atakifanya kiwe kamili. Lakini kuna gharama. Katika kila jambo unataka kulifanya kuna gharama. Tuko pamoja? Kama jambo ni dogo, gharama yake ni kidogo. Kama jambo ni kubwa, gharama yake kubwa. Kila jambo. Na tofauti kati ya wewe na mtu anayeitwa daydreamer ni ule wepesi wa kukubali kulipa ile gharama. Moja wapo ya mambo ambayo wakati napambana na Mungu kwamba Mungu nataka nikuone, moja wapo ya jambo ambalo alinichukua na kunifundisha ni kukubali kulipa gharama. Kuna mambo mengine Mungu anaamua kutokukupa kwa sababu anakuona hauko tayari kulipa gharama. Tunampenda Ibrahim, si ndio? Naitwa ni baba wa imani. Lakini gharama aliyolipa ni kubwa. Sababu ilifikia Mungu akamwambia, nipe mwanao wa pekee. Nipe mtoto wako. Na yeye akasema, unataka mtoto wangu? Chukue. Ni wangapi wako tayari kutoa watoto wao wa pekee? Na kwa mtoto maana yake ni kwamba labda ni biashara yako ya pekee, ama ni fedha yako iliyobakia ya pekee, ama ni karia yako ilikuwa ya pekee, ama ni kitu ambacho unakithamini sana, afu Mungu anakuambia hicho nakitaka. Kwa hiyo tunapozungumza habari za sisi kufikia kwenye viwango ambavyo Mungu anataka tuvifikie, kuondoka pale tulipo, tofauti ni gharama. Uwezo wa kulipa, yani kukubali kulipa gharama. Hakuna mtu anafika mahali pa juu bila gharama. Na sijui nitoe mfano, ngoja niutoe tu. Miaka ya nyuma sana, wakati tuko pale Ilala, alikuja bondia mmoja kutoka Kongo. Akawa anasema kwamba alikuwa amelelewa kanisani, mtoto wa mchungaji kabisa. Na akawa na ndoto ya kuwa heavyweight champion katika nchi yao, boxing. Akawa anafanya mazoezi sana, lakini mara zote alishia kwenye lightweight, alikuwa anashindwa kupanda.
Akaa muda mrefu sana na faida, lakini hapandi. Siku moja akakutana na mtu akamwambia kwamba kuna mganga anatoa dawa inaweza kusaidia. By then alikuwa ameshaoa, yuko na familia na bado na ndoto ile. Kwa hiyo akakubali, akaenda kumwona yule mganga kwa sababu aliona uzee unakuja, ndoto inachelewa. Akakubali, akaenda kumwona yule mganga. Yule mganga akamwambia hamna shida, nitakufanyia dawa, lakini hiyo dawa ili nifanye ninahitaji vitu kutoka kwako. Sema chochote. Kamtajia pesa, sema dan nakuletea hiyo pesa. Akasema kuna kitu kimoja kingine cha mwisho kabisa. Sema ni nini? Akasema ninataka uniletee nywele kutoka sehemu za siri za mama yako. Hello, si watu wazima wote hapa? Sema ukaniletee nywele kutoka sehemu za siri za mama. Na akasema usimtume mtu akazichukue, itakupasa wewe ukazitoe mwenyewe. Hello, gharama hiyo gharama kubwa. Akamwambia na ukimtuma mtu au kaleta nywele ambazo sio za mama yako, ama umemtuma mtu akakuchukulia kwa mama yako, nitajua na utapata adhabu. Kwa hiyo kijana akaondoka, akafight muda mrefu anafikiria. Mwisho akasema natamani kufika Heavyweight. Kwa hiyo akafanya namna, akamlewesha mama yake kwa vidonge, akachukua zile nywele. Mtoto wa kanisani huyo, hello, gharama. Akachukua zile nywele, akaenda kwa yule mganga. Yule mganga akatengeneza dawa, akachanja zile nani hapa, akachukua ile damu akachanganya, akamwekea kwenye mkono wake wa kushoto. Akamwambia kuanzia leo huu mkono utakuwa ni mkono wa zege. Kila utakayemrushia konde litambomoa hata inuka. Kamsemea hapo maneno, akaondoka. Na kweli yule jamaa over time akaanza akapanda mpaka kafika Heavyweight. Hello, ametunza siri yake kile alichokifanya, gharama alizolipa ili kufika pale alipofika. Eventually siku moja akakutana na mtu anayefahamiana na yule ni mganga. Akanamuuliza, unajua mimi hapa nilipofika mganga alifanya hivi na hivi. Yule mtu akacheka sana. Akamwambia hapana, hakuna dawa yoyote alichokupa. Amecheza na saikolojia yako tu. Hakuna dawa, hakuna jini, hakuna nini, ni saikolojia yako tu. Kwamba kama kweli una nia ya kupata hicho kitu, ukafanya kile alichokifanya kwa level uliyokifanya, alijua akikwambia hivyo akakuchanja hapa akakudanganya, utaamini na kweli mkono wako utakuwa wazee. Sema what? Sema immediately tangia siku hiyo ule mkono zege katika kata kabisa. Alirudi analia kanisani, nimefanya nini? What have I done? Ni extreme example na imetokea kweli. Huyu mtu kutoka Kongo alikuwa anashuhudia pale kanisani. Mimi nilikuwa mdogo tu hivi, lakini macho yamenitoka hivi na shangaa kwamba unawezaje kufanya namna hiyo. Lakini hii inaonyesha jinsi ambavyo alikuwa serious, kwamba yuko willing kufanya whatever it takes, pay whatever the price it will take, kwa yeye kufika kile alichokuwa anakitaka. Hii ni kwenye extreme negative, lakini kuna extreme positive, kwamba kama kweli unataka kile ambacho unakitamani ukifikie, kiwango ambacho Mungu ametumba tukifikie, kuna gharama ya kulipa. Kwa waganga watakuambia hivi na kile, kwa Yesu atakwambia nakutaka wewe kwanza. Kwamba itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, holy and acceptable, which is ni ibada ya nini? Ya kweli ambayo Mungu anaitaka. Kwamba Mungu anataka tutoe kafara. Kama waganga wanavyotaka kafara, Mungu anaitaka hiyo kafara. Lakini this time hataki mtoto wako, hataki mama yako, hataki nani, anakutaka wewe. Kwamba ujitoe kafara, unasema Bwana mimi hapa, use me as you please. Hiyo ni gharama ya kwanza. Gharama ya pili
nitaelezea hapa baadaye, ni muda wako. Asubuhi tulikuwa tunaongelea habari za kumtafuta Mungu, si ndio? Tukasema tunataka watu ambao wana ving'ang'anizi wanamtafuta Mungu. The only way utampata Mungu ni kwa kutenga muda wako na kukaa na fellowship na Mungu. Time. Yaani ungemuuliza Mungu moyo wake kwamba nifanyeje ili niweze kupata kibali chako, anasema give me your time. Na kizazi chetu hatuna muda. Kijana mmoja akaniambia, mwalimu sasa mimi nafanya kazi masaa 8 sijui nini, sina muda. Nikamwambia okay, let's go through your time. Sawa, una muda. Tuna masaa 24, si ndio? Katika masaa 24, masaa 8 unafanya kazi. Kwa hiyo yanabakia masaa ngapi? 16, si ndio? Hello? Hesabu mlipata nini? Z. 24 kutoa 8 inabaki ngapi? 16. Let's say unaishi Dar es Salaam ambapo usafiri ni mgumu. Kwa hiyo masaa 2 kwenda kazini, masaa 2 kurudi. Kwa hiyo ina maana ni masaa 12 tayari. Kwa hiyo unabakiwa na masaa 12. Yale masaa 12 tuondoe masaa 6 au 7 ya kulala. Unabakiwa bado na masaa 5 mazima. Unafanya nayo nini? Mtu akiniambia hana muda, na hebu tukae chini tuanze kuaudit. Unasema huna muda, okay, tuaudit masaa yako 24 unayatumiaje? Sema masaa 8 naenda nafanya kazi, 2 kwenda 2 kurudi, 12 yameisha. Fine, yabaki ya 12. Katika ya 12 unafanya nini? Katika ya 12 tutoe 6 ya kulala, nabakia masaa 8. Tuseme unalala masaa 7, nabakia masaa 7. Mengine unafanya nini? Kila mtu hapa una at least 5 to 6 hours every day ambayo unaweza kufanya chochote ambacho unaweza kufanya. Lakini wengi wetu tunaishia kufanya entertainment. Tuna entertain ndugu, tuna entertain marafiki, tunajientertain wenyewe, tuna entertain vitu ambavyo havina impact. Ukimwambia mtu akae umfundishe masaa 3 analala, lakini movie hata 5 hours atawatch, no problem. Kimwambia aje mkesha mpaka saa 7, ni kazi. Lakini kuangalia series hata saa 9 yupo. Kwa hiyo kuondoka kwenye kiwango ulichopo kwenda kiwango kinachofuata, qualification ya kwanza ni muda, kwamba lazima uwe tayari kutenga muda wa kufanya kitu fulani. Ni lazima. Na wakili wa muda unatutofautisha sisi kutoka mtu mmoja hadi kwenda mtu mwingine. Naandika vitabu, sasa hivi naandika kitabu kingine cha pili kingine. Nina muda wa kuandika kitabu, nina muda wa kuhudumu, nina muda wa kufanya kazi, nina muda wa mke, nina muda wa watoto, nina muda na Mungu, na bado ni lazima nilale at least masaa 6 kwa siku. Kwa hiyo kama kijana ukiniambia huna muda, nakwambia no, you're not serious. Hauko serious, hujamaanisha bado. Ukimaanisha muda upo. Unajua jambo ambalo mtu anaposema kwamba, unasikia mtu anakuambia mwalimu nikipata muda nitafanya, maana yake ni kwamba hilo jambo halina kipaumbele. Ukisikia kwamba nikiwa na muda nitafanya, maana yake halina kipaumbele. Hakuna mtu anapata heart attack, yuko kwenye moment ya kupata heart attack, alafu anasema kwamba nikipata muda nitaenda hospitali. Immediately you drop everything, unafanya nini? Ukisikia mtu anakuambia kwamba nikipata muda nitakuja kukuona, maana yake you're not a priority. Hello? Kama ni priority, unatengeneza muda. Hello? Kama Mungu ni priority, unatengeneza muda kuwa naye. Kama kujiendeleza kutoka kwa level moja kwenda nyingine ni priority, unatenga muda. Muda hausubiri kutafuta, unautenga. Unasema muda huu ninautenga, nitafanya hiki. Mungu atusaidie sana. Kwa sababu tunatafuta vijana ambao watakuwa kama Daniel, Meshach and Abednego. Vijana walikuwa katika level ya understanding, walikuwa ni hakuna mfano katika nchi nzima ya Babiloni. Katika uwezo wa kufikiri mambo ya kawaida tu, hakuna mfano. Kwenye studies walikuwa hakuna mfano.
Walipopimwa na wenzao wakasema wow, they are 10 times better. Yani sio kwamba walipishana kwa margin ndogo kwamba kuna uwezekano mwalimu amekosea mark. Wakasema jamani 10 times better. Ngoja nikwambie, excellence ama kuongezeka kiwango kunatokana na wewe kukaa mahali na kujitathmini na kutafakari na kuamua kwamba sasa ninalipa gharama hii ili niwe tofauti. Nilikuwa naongea na vijana mmoja nikawa nawaambia kwamba tunafanya biashara ya maji, tuna kiwanda cha maji. Na yule kijana ambaye tumempa task ya sales, tunakaa naongea naye, namwambia nimesoma kwenye vitabu habari za sales, marketing and strategies etc. na nini. Nikamwambia lakini ili uweze kulead kwenye market ni lazima outthink everyone else. Yani uweze kufikiri zaidi ya kila mmoja leo kwenye market. Sio lazima product yako iwe nzuri sana, which is ni vizuri product yako ikawa ni vizuri. Sio lazima product yako iwe sexy and iwe ajabu, lakini lazima uwe na uwezo wa kufikiri zaidi ya wote walioko kwenye market. Na unafikiri kwa kukaa na kufikiria kwamba hivi 10 years from now haya maji ya namna hii yatauzwaje? Hivi watu wanahitaji haya maji yaweje? And then unapopata jibu la 10 years from now unalileta leo, unaingia kwenye market. By the time watu wanastuka wewe umeshapenya. Hello? Time. Kwa namba 2 lazima vijana tutenge muda. Na sio muda tu kwamba tunakuja kwenye sessions kama hizi, lakini ni muda wa sisi kuwa wenyewe kujifunza, kuendelea kutafuta kuona namna gani kwamba wewe kama wewe unaweza ukaongeza kiwango chako. Kwamba ukawa tofauti, kama Daniel, Shadrach, Meshach na Abednego ambao hawakukubali mazingira ya utumwani yaamue kwamba wao wanakuwa watu wa aina gani. Kwa sababu wakati mwingine mazingira yanaweza kuwa ni magumu sana, mazingira yanaweza kuwa ni ya kuchosha, lakini inatakiwa wewe ukubali kwamba mimi sitakubali mazingira yaamue mimi ni mtu wa aina gani. Ni lazima ndani yangu ndo kuamue kwamba mimi ni mtu wa aina gani. Ukiruhusu mazingira ndo yaamue wewe unakuwa mtu wa aina gani, siku zote wewe utakuwa ni wishy-washy. Kwamba mazingira yakiwa hivi unakuwa hivi, yakiwa hivi inakuwa hivi. Mungu atusaidie sana. Kuna habari moja nilisoma katika ujenzi wa hekalu ama sehemu ya kivutio kule India inaitwa Taj Mahal. Watalii walikwenda kuona ile ujenzi wa ile hekalu. Taj Mahal liko India. Unaweza kagoogle ni kitu gani nazungumzia. Walipofika pale wale watalii, akaona watu wako busy wanajenga, wanafanya nini, kuna wafanya kazi wengi, thousands of workers. Kamfuata mtu wa kwanza alikuwa anajenga, akamwambia hivi hapa mnafanya nini? Yule kijana akamwambia kwani huoni mimi ninajenga tofali? Sema okay, hakuridhika. Akaondoka akapanda akaenda akamfuata, akamwona mtu wa pili, akamuuliza hapa mnafanya nini? Yule akasema tunajenga ukuta. Hajakosea Yule wa kwanza hajakosea, alosema tunajenga tofali hajakosea. Wa pili akasema tunajenga ukuta, bado hajakosea. Lakini hajaona picha nzima. Yule mtalii hakuridhika. Kazunguka mpaka akamkuta kijana mmoja amesimama anaangalia, anakagua kuta. Akasema mnajenga nini? Akasema hapa inajengwa magnificent temple. Watu watatoka dunia nzima watakuja kuona ni nini tunajenga hapa. 2000 years from now watu watazungumzia kuhusu ile jengo tunalolijenga, kwa sababu tunafanya kitu ambacho hakijawahi kufanyika na hakitawahi kufanyika tena. Katika hawa watu watatu, huyu anayejenga tofali, huyu anayejenga ukuta, na huyu ambaye anajenga temple ambalo litakuwa ni magnificent in the whole world, ikitokea dhiki kubwa, yupi atakuwa kwanza kukimbia? Huyu tofali, kwa sababu yeye anajenga tofali tu. Ikitokea kasheshe, bwana matofali tu haya, piu, anaishia. Anafuata huyu ukuta, asema bwana dhiki imekuwa kubwa sasa, hizi kuta hizi haziishi. Huyu anayejenga hekalu ambalo ameliona mpaka lilipomalizika atabaki.
kwenye institution yoyote utakayoijenga, kwenye kampuni yoyote utakayoijenga ukawa kiongozi, hata ndani ya kanisa, unahitaji watu wanaloona ile end product. Sio watu wanaojenga tu tofali. Watu wanaojenga tofali, ikitokea dhiki kidogo tu wanaacha. Sio mambo yenyewe magumu wanaacha. Mfano huu ninaupenda kwa sababu inatusaidia kuona kwamba ili uweze kufikia kwenye level unayotaka, kwenye level ya ndoto ambayo unaitamani, ni lazima utafute kuiona ile level ikoje, ni ya namna gani, iko wapi, ninatafuta kufikia kitu gani. Lazima ukione. Usipokiona ni ngumu, it's very difficult to hit a target which you don't see. Wanasema kwamba if you aim at something, you will surely hit it. Yani ukilenga kitu ambacho hakipo, utakigusa hicho kitu ambacho hakipo. Kwa hiyo cha kwanza kabisa, ni lazima ujue kwamba unataka kufika kwenye level gani. Ni nini unachotaka kufanya. Lazima uone. Nakumbuka miaka zamani pale feri, kulikuwa na vijana wanakuja pale feri, wanasema wanataka kuenda ng'ambo. Sema mshikaji wangu, yani hapa tupo, yani one day no problem, yani one day tutakwenda, yani one day tutastow away, one day tutakwenda. Ile one day never comes. Kila day inakuwa ni one day. Kila day inakuwa ni one day. Kwa sababu hawajaona ile kwamba hivi inakuaje, yani ile picha haijakamilika katika akili yao kwamba kuna mchakato wa kufikia kwenye ile one day. Kwamba kuna tofali ndio, kuna ukuta ndio, lakini kuna jengo hasa. Kwa ni lazima uone, usikae katika hali ya kufikirika tu, ni lazima uweze kuona. Mungu atusaidie sana. Na katika kuona inakusaidia wewe kwenye kujipanga. Siku moja nilikuwa tuko Mtwara kule kwenye ujenzi wa oil and gas. Wakati tunaondoka siku moja Mtwara kurudi Dar es Salaam kwenye hizi precision air, wakatuomba samahani, kuna mwalimu ameleta watoto anataka wapate experience ya ndege. Kwa hiyo tumekaa kwenye tunawaangalia, yule mwalimu amewachukua watoto kawaingiza, wameenda wamekaa kwenye ndege, milango ikafungwa kabisa, hawakuondoka lakini milango ilifungwa, alafu baadaye milango ikafunguliwa, wakawa wanashuka, alafu kila anayeshuka mpiga picha anapiga. Kila anayeshuka mpiga picha anashuka, anapiga. Kwa hiyo kapigwa wote wakaondoka, yani tukawa tunasema wow, okay, anatengeneza desire. Anaweka picha ndani ya wale watoto. Few weeks later nikakutana na yule mwalimu Mtwara kule. Nikamwambia, mwalimu, nakukumbuka nilikuona ulikuwa na watoto pale Mtwara. Nini unajaribu kufanya? Akasema, ninajaribu kufungua akili zao waone beyond Mtwara. Akasema, hii inakuaje? Anasema niliporudi darasani naanza kuwauliza, hey watoto, nani amejifunza kitu? Ndio. Mkikua mnataka kuwa nani? Akasema, mwingine anasema nataka siku moja niende Dar es Salaam kwa ndege. Hiyo ndo ndoto yake. Kwamba asikae barabarani masaa 12, ndoto yake ni siku moja aende Dar es Salaam kwa ndege, dakika 45 amefika Dar es Salaam. Mwingine anasema nataka niwe air hostess. Mwingine anasema nataka niwe air host. Mwingine anasema nataka niwe pilot. Mwingine anasema nataka niwe mechanics wa ndege. Na akasema watoto wanaotoka kwenye uchumi wa chini wote wanaishia kusema wanataka tu wapande ndege waende Dar es Salaam. Wanaotoka kwenye uchumi wa katikati kidogo above ndio utasikia air hostess, pilot, mechanics. Hakuna hata mtoto mmoja aliyesema nataka siku moja nimiliki ndege. Kuna mmoja hapa alifikiria hiyo? Kwamba nataka siku moja nimiliki ndege. Wakati hujawahi kumiliki hata baskeli. Hello? Kuna airport sijui iko wapi? Iko hapa? Iko upande gani? Nishachanganya. Iko hapa. Kuna airport. Wapi? Mtakuwa na ndege, kila mtu anasema airport iko kwake. Utakuja kutua ndege hapa kwenye kiwanja cha kanisa. Hakuna. Ni kwa nini? Kwa sababu haipo.
Hakuna ile framework of idea kwamba inawezekana bila kuwa na institution wewe kama wewe ukamiliki ndege. Hello? Kama umelelewa kwenye mazingira ambayo kile unachokiona ni umaskini mtupu, ndoto yako kubwa unajikuta ni kumiliki gari. Tena ambalo limeshatumiwa na wazungu 7. Wameshalichoka sasa ndo. Wanalitupa Afrika, tunalipa uchakavu, tunalimiliki. Hello? Kumiliki ndege. Wakati tuko wadogo baba alikuwa anatupeleka airport. Enzi hizo pale Dar es Salaam ilikuwa ni Terminal 1 ile ya Brown kule ya mwisho kabisa kule. Tunakaa pale juu, anatuonyesha watu wanapanda ndege. Kaambia baba, wale kina nani? Sababu kwa ndio wale nani wale? Mbona wao waende wakapanda ndege, sisi tunakuja kuangalia kwenye vioo? Sababu asema wale ni wafanyabiashara wakubwa, wale ni viongozi wa serikalini, wale ni expatriates na nini. Sikuwahi kumsikia hata siku moja akisema wachungaji. Fred imemgusa. Alijiondoa kabisa kwenye equation. Kwa hiyo siku zote akawa anatutabiria. Baba alitutabiria miaka mingi sana tuko primary. Anasema nyinyi wanangu, mimi nimefika mpaka hapa, nyinyi mtakwenda zaidi, because where you stand determines what you see. Anasema mimi mpaka hapa nimefika, sasa nimetoka mbali. Nimetoka mbali, nimelelewa kwenye nyumba ya matope. Baba yangu amekuwa kwenye nyumba ya matope. Kwa kufikia mahali anakaa kwenye bonge la nyumba pale Dar es Salaam, anasema this is enough. Kama ana gari na usafiri, hata kama wametumia wazungu 7, sasa nimepiga hatua mbali sana. Lakini asema nyinyi wanangu mtakwenda mbali zaidi. Mtapanda ndege mpaka mseme basi is enough. Kasema baba nazungumza vitu gani? Lakini kweli Fred ilikuja kutokea. Lakini akilini kana nasema mimi sitaki uchungaji kwa sababu mle wanaopanda ndege wale, mimi nataka wale. Si uchungaji huu sio. Ni mpaka nilipokuja kutoka na kupata exposure na kuta wachungaji sio tu wanapanda ndege, wanamiliki ndege. Sasa kama hawa ni wachungaji, hawa wengine ni kina nani? Sio tu wanapanda ndege, wanamiliki ndege za kwao. Hello? Mungu huyu tunayemwabudu au wana miungu mingine huko juu? Mungu huyu wa Ibrahimu, Isaac and Jacob, huyu. Tunasema kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, huyo. Roho Mtakatifu yule. Miguu miwili kama yetu, kichwa kimoja, macho mawili, hayo. Lakini wao wana pilots, wana own ndege. Nikasema the devil is a liar, lazima na mimi nimiliki ndege. Haiwezekani. Kabla sijaondoka lazima na mimi nimiliki ndege. Na pilot wangu. Sema pilot, washa ndege tunaenda Dodoma hapo. Nakuja. Naenda na kingora. Kwa airport naondoka. Au ni helicopter kabisa itue nyumbani kwangu. Na nichukua nyumbani kwangu. Why not? Lakini kwa sababu ni lazima utanuliwe fikra zako. Pate ka exposure kadogo, ufungue, uone possibility kwamba uwezekano kwamba upo. Kwa sababu Mungu anatenda kazi na watu ambao wamefungua mawazo kuona uwezekano. Ndio maana unakuta anafungua kizako. Ngoja nikwambie, ndio maana unajua ni kwa nini wanasiasa wana limit wana taarifa. Wanaitwa nini? Waandishi wa habari. Kwa nini wana fight sana kwa control waandishi wa habari? Wanafahamu ambacho wewe ufahamu kwamba ukimfungua macho Tanzania akaelewa, imekwisha. Huwezi ukamfanya mpuuzi tena. Kwa hiyo the only way ya kuendelea kumkamata ni kulimit exposure yake. Kwamba usimwambie kila kitu, usimuonyeshe kila kitu, usimfundishe kila kitu. Kamate tuone kwamba it's enough. Tulikuwa tunazungumza habari za kelele asubuhi, kwamba ili asipige kelele, atulie, aridhike. Akishakula ubwabwa wake na maharage, kae pale tumbo limekuwa kusema yes, lete Coca-Cola. Anapiga Coca-Cola ya baridi, anawasha TV, anasema God is good all the time, and all the time
The Lord is good. Mambo kwisha. Wakati wenzie huku wanaruka na ndege. Hapa dunia hii na utajiri wanaotoa Mwadui hapa, wanaotoa Bariadi, wanaochukua hapo wapi, Morogoro. Nikapata hasira kipindi fulani, naangalia jinsi ambavyo tunafikiri kwamba ndani yetu sio wengi wanasema, lakini ndani yetu tunadhani kwamba watu weupe ni bora kuliko sisi, si ndio? Na hii ni kweli, kwa sababu mara ya kwanza ninaenda Uingereza, nilitoka Botswana na kwenda Uingereza kwenye interview. Mara ya kwanza fika London, nimetoka baada ya kufanya interview, nikaa nazunguka mjini, nikaona for the first time ninaona omba wa kizungu. Kamwangalia, kamfuata, anasema excuse, help me, anasema help me, anasema so you don't have any money? No money at all. Kwa sababu yani ile concept ya kwamba mzungu hana hela, afu mimi hapo nina paundi kadhaa mfukoni. Mzungu, so no money at all, no money kabisa, yani sijui kusema kabisa. Nikawishi ingekuwa siku hizi za WhatsApp na nini, yani ningejifanya selfie na jamaa kacha nampa mzungu hela. Lakini ilikuwa inanichanganya. Rafiki yangu akawa nipeleka kwenye slums za wazungu, mahali ambapo wazungu maskini wanaishi. Kaangalia, nasema kumbe kuna wazungu, nisiseme jina baya tuko kanisani. Yani wanaishi maisha magumu ya hovyo. Wanaenda choo, wanakunya kwenye pipa nje ya nyumba yao. Hello, Uingereza hiyo wazungu. Lakini hiyo nashindwa kuipata hiyo picha, kwa sababu nimekuwa wazungu nao waona wanakuja hapa ni matajiri, wamishenari, watoto wao wamevaa vizuri, na mimi kana tamani kwenda walikotoka. Yani akili haijatanuka, sio kwamba ni hawa tu. Huko kwenye kiwanda chao wapo wengine kama Waafrika tu. Nimeingia toilet, I'm not proud to say this, lakini nimeingia toilet kwa mara ya kwanza, nimetoka kwa ndege niingia toilet, nakuta mzungu anasafisha choo. Nikaenda toilet, nikapupu, sikuflash. Kasema mzungu aje asafishe. Wacha mzungu aje asafishe bwana. Wametutesa sana wajamaa. The devil is a liar. Wacha asafishe bwana. Chukua tissue na tupa chini kwanza. Mnanicheka umbumbumbu uliokuwa nawe. Unajua Pastor Fred ni umbumbumbu wa hali ya juu, kwamba mzungu anasafi, lakini si ni mtu. Nakumbuka mara zingine nilikuwa naenda site kama engineer, naenda kuinspect kazi, naona watu wanakimbia, engineer amekuja na mimi naangalia yuko wapi, kwa sababu wanaokimbia ni wazungu na mimi naangalia yuko wapi. Kumbe ndio mimi. Okay, yes, engineer amekuja. Lakini lazima, ili ufikie next level, lazima akili yako tanuke kwamba it's possible. Mwambie jirani yako inawezekana. Mwambie inawezekana. Lakini lazima utanue mindset yako. Lazima utanue mindset yako. Kwa sababu usipokubali kutanua, utaendelea kuwaza katika kiwango kile na cha chini, na kile kiwango utakachowaza ndicho utakachokiishi. Hello, kwa kiwango kile utakachokiwaza ndicho utakachokiishi. Ukienda mbele za Mungu ukamwomba mkate, atakupa mkate. Ukimwomba loaf, yani ile mkate mzima, atakupa. Ukimwomba kiwanda cha kutengeneza mikate, atakupa kiwanda cha kutengeneza mikate. Wanasema don't give me fish, teach me to fish. Lakini mimi nafundisha vijana wangu, no. Wala usihangaike na kuvua samaki. Nifundishe namna ya kutengeneza ndoana zile, niwauzie wanaenda kufish. Hello.
nifanye biashara kuwauzia. Mimi nyinyi hangaikeni kuvua samaki, mimi nifundishe namna kutengeneza zile ndoana, nifanye biashara kuwauzia pamoja na zile chambo. Tanua mawazo na fikra zako. Kwa sababu ngoja nikwambie, sio kila mtu ameumbwa na uwezo wa kutanua akili yake. Sio kila mmoja. Tunahubiria wote na wafundisha wote kwa sababu hatuna uwezo wa kufahamu nani ni nani, lakini sio kila mmoja ana uwezo huo. Kwa hiyo kama wewe unao, manake ni kwamba kuna watu wanakutegemea utanue ili waje wapate kupona. Tuko pamoja? Kuna binti mmoja tulikaa naye kwa zaidi ya miaka 6 nyumbani kwetu. Alikuwa ni msichana wa kazi nyumbani kwetu. Katika kukaa naye akapata mchumba pale pale kanisani kwetu, kawa anaolewa. Kwa hiyo tukakaa na mke wangu sema sasa tunampa zawadi gani, kwa sababu sasa itabidi tumwachie aende kwa mume wake, hawezi kuendelea kufanya kazi. Sisi tunataka binti ambaye anakaa nyumbani kwetu. Back then watoto walikuwa ni wadogo, kwa hiyo tulikuwa tunataka binti ambaye lazima awe anakaa nyumbani. Sasa hivi wanakuja na kutoka, lakini by then tulikuwa tunataka lazima awe anakaa. Kwa hiyo tukamwambia itabidi uache kazi, lakini naomba utuambie tukusaidie nini. Akasema baba hamna shida, nitakwambia. Kwa nikaona siku zinaenda, siku zinazidi kukaribia, asemi. Nikamwambia Irene mwambie atuambie asije akatusurprise dakika za mwisho. Asemi mpaka imebakia almost 2 weeks. Nikamwambia Irene sasa mforce huyu binti aseme, kwa sababu asije akatusurprise dakika za mwisho tukashindwa. Basi akamwambia Irene akaja akaniambia unajua amesemaje? Sema asema anataka 2.5 million. Nikamwambia 2.5 million au 200,000? Unasijua 2.5 million zina sifuri ngapi? 4. 2.5 million ndio anataka. By then tulikuwa namlipa 80,000, nitakusema 1,80,000. Ndio 80,000. Kwa hiyo alikuwa anataka mshahara ya miezi 3. Amepewa blank check. Nikajiuliza ni kwamba ametuona sisi ni wabaili au ametuona kwamba hatuna uwezo ama ni kwa nini? Yaani ikanitesa, lakini baadaye Irene akaniambia no, hicho ndio kiwango chake. Ukimpa zaidi atakwama. Yaani hapo ndo amefika, yani akili ameitanua imefika mwisho kwamba 2.5 million. Ase usilogo ukanipa hiyo mimi blank check. Ase nitakufilisi. Tukampa. Kwa sababu ndio kiwango. Ngoja nikwambie, ukimchukua mtu mwenye uwezo wa kusimamia biashara ya 5 million, ukampa biashara ya 1,000,000, baada ya muda atapandisha itafika 5 million. Kwa sababu hiyo ndio level yake. Ukamchukua mtu mwenye uwezo wa kurani biashara ya 5 million, ya 1,000,000, ukampa biashara ya 5 million, baada ya muda ataishusha mpaka 1,000,000. Kwa sababu hicho ndicho kiwango chake. Water follows its level. Kwamba kama una uwezo, ukimchukua mchungaji mwenye uwezo wa kusimamia kanisa watu 500, ukampa kanisa watu 1,000, baada ya muda watashuka toka 500. Wasema mko wengi tu hapa, mnajaza tu kanisa hapa, hamna hata mji kwenye maombi. Ni bora tuwe 2 kuliko mmejaa. Hata wasimanga mpaka watashuka watafika. Sasa ndio tumefika pazuri. Sasa hii ndio namba nzuri. Sio namba nzuri, ni namba yake. Ndio kiwango chake hicho. Yaani amejitahidi, amefika mwisho, ndo hapo. Lakini the same ukamchukua mwenye uwezo wa watu 1,000, ukampa watu 100, mpe muda. Afika pale. Na hivi ndivyo ilivyo. Ndio maana unaweza kukuta mfanyabiashara mkubwa, mwenye biashara kubwa anaingia anakuwa bankrupt. Anafilisika kabisa. Anakuwa hoehai kuliko mimi na wewe. Lakini given time anarudi anakupita na kuacha hapo ulipo, hapo. Yeye anarudi anapita anakwenda. Kwa nini? Kwa sababu level yake iko pale kwenye 500,000. Hata kama anaanza leo sawa na wewe hana chochote, lakini level yake kwa ataitafuta mpaka ataipata. Ni kwa nini? Kwa sababu alishatanuka uwezo wake wa kuona na uwezo wake wa kufikiri kiasi ambacho hata kama ungemnyang'anya kila kitu, doesn't matter. Ata raise to that level. Niwaulize swali. Hivi kipi kinatangulia? Unakuwa milionea alafu unapata milioni, ama unapata milioni ndio unakuwa milionea? Hello?
unakuwa milionea, ndipo milioni zinakuja. Hello? Milioni haziji mpaka uwe milionea kwanza, from within in your mindset ndo zinakuja. Na definition ya milionea sio mtu mwenye milioni, otherwise wengi tungami. Definition ya milionea ni mtu ambaye mzunguko wa biashara zake, income and expenses zake unazunguka kwenye milioni. Kwa hiyo ukiwa mtu wa 100 millionaire, maana kwamba una mzunguko wa milioni 100. Yaani zinatoka, zinarudi. Zinatoka, zinarudi. Yaani zinakwenda, lakini kuna thamani unayotafuta, zinarudi. Unafika kwanza kwenye umilionea, ndio pesa zinakuja. Kama mtu sio milionea ukampa milioni, napotea. Sasa bwana, unajua kwenye hiyo sakosi yetu tunajifunza mambo mengi. Anakuja mtu anasema, "Bwana mimi nataka milioni 10." Sio nini, unaanza kumuuliza. Kuna vitu tumevitengeneza ambavyo vinatuguide namna gani ya kumsaidia mtu. Unaanza kumwangalia huyu mtu anataka atoke kwenye biashara ya mzunguko wa 100,000 mpaka 1,500,000 kwa wiki, aende ghafla kwenye milioni 1 kwa wiki. Never happens. Never happens. Kuna gradual growth ambayo inaanza kutoka ndani ya kukuwezesha wewe kusustain kile kinachokuja nje. Kwaambia sasa, sikiliza, hebu kwanza tufanye hivi. Hebu twende next level. Let's double kwanza. Mimi napenda hesabu za kudouble. Kwamba kama ulikuwa na milioni 1, let's double iwe 2 kwanza. Let's just do a double. Afu tuone kama uta maintain hiyo double, then we double again. Unajua 1 ukidouble inakuwa 2, si ndio? 2 ukidouble inakuwa 4. 4 ukidouble 8. 8 ukidouble 16. 16 ukidouble 32. 32 64. 64 128. 128 252. 252 256 50 au ni 512. 512. Kuna mathematicians hapa. Twende na doubling. Kwa sababu kuna wakati mwingine Mungu anatuinua taratibu ili atengeneze what it takes to keep what he gives you. Kuna mara nyingi Mungu analeta promotion little by little ili akupe stamina ya ndani, so that you are able to keep what he is committed to you. It's amazing Mungu anachosema kwa wana wa Israeli. Anawaambia kwenye nchi ninayowapa. Napenda sana hii kitu, na tunaifuata hii philosophy kwenye biashara yetu ya maji. So tusiingie kwenye market kwa pupa, tufanye kama wana Israeli. Anawaambia hii nchi yote ni yenu, yote hii nimewapa, lakini sitawapa yote kwa ghafla, kwa sababu nyinyi bado ni wachache. Mko wachache na hii nchi ni kubwa. Nikiwaondoa hawa Wayebusi wote, nchi itakuwa pori, wanyama wakali watahamia. Kwa hiyo fanyeni hivi, nitakuwa mnavoongezeka naona watoa, mnavoongezeka naona watoa, na mpaka mtakuja mtaijaza nchi. Lakini wewe unataka kuingia Kanaani moja kwa moja, unataka Dodoma yote iwe yako. Bwana we, utakufa kwa stress. Grow. Unatanua ubongo kidogo kidogo. Unatanua next level. Kama ulikuwa na 2, nenda kwenye 4. Kuwa na 4 nenda kwenye 8. Kuwa na 8 nenda kwenye 16. Kidogo kidogo unatanua uwezo wako wa kuelewa. Unatanua ile capacity ya kumanage. Unajua kuna baraka zinakuja na pressure. Hello? Kuna baraka zinakuja na pressure ya management. Na wafanyakazi karibu 16, kuwa na wafanyakazi karibu 16 ni almost kuwa mchungaji. Kimbia uchungaji unakuja ukuta kwenye biashara. Kwa sababu wanakuja, wengine ni wanawagonjwa, wengine wamefiwa, wengine wamelogwa, wengine sijui wana hivi, wengine alichukua mshahara akautoa wote ukaibiwa siku hiyo, sijui anasema kweli, sijui ni muongo huyu. Yani a lot of things. Sasa na imagine yule mtu ana wafanyakazi 5,000. 5,000 employees. What a headache. Lakini Mungu alitoa formula kwa kupitia Musa. Akamwambia kwamba utagawanya katika 10 unaweka 1. Katika 10 unaweka 1. Na wale 10 wengine 1,000 unaweka 1. And then hivyo mpaka waje ufike kwa nani? Kwa Musa, kidogo kidogo. Nachojaribu kusema ni hivi, vijana tusiwe na papara. Ujana, Biblia inazungumza, nasema kwamba nimewaandikia nyinyi vijana kwa sababu mna nguvu. Hazungumzi nguvu za rohoni. Kwa sababu kama zingekuwa za rohoni asingesema vijana, hata wazee nguvu za rohoni si wanazo. Tena huenda wanazo kuliko hata nyinyi. Sababu wamekaa na mzee wa siku
wanamfahamu. Lakini anaposema nawaandikieni vijana kwa sababu mna nguvu, maana kwamba you have physical strength, mna stamina. Mnaweza mkaamua kutembea kwa mguu, mkafanya mchaka mkaizunguka hii Dodoma, mkapeleka injili mguu kwa mguu. Lakini mwambie mchungaji Ole Nguyaine, leo tunaanza kutembea hapa mpaka airport na kurudi, tunahubiri injili. Akamwambia nitawaombea. Nitakuwa hapa ninawaombea. Mtaenda na Fred. Mna nguvu, lakini ile nguvu inakuja na uwajibikaji. Na kwa bahati mbaya ni kipindi ambacho tunafanya makosa mengi. Na it's okay, mwambie jirani yako it's okay to make mistakes. Mwambie it's okay to make mistakes. What is not okay ni kukaa katika yale makosa. Ni okay kabisa ku make mistakes. Mtu akikwambia mimi sijafanya makosa, huyu hajawahi kufanya kitu. Kwamba mimi I've never made mistakes, yani katika maisha yangu is a liar. Hajawahi kufanya kitu. Anyone who has done anything worthwhile, he has made mistakes. Na unajifunza katika yale makosa. Unatafuta watu wakusaidie ili kupunguza. Tunachofanya as we grow older, tunachofanya ni kupunguza idadi ya makosa na kuongeza idadi ya mambo tunayofanya sawa. Tunapokuwa young tunafanya makosa mengi kwa sababu we are hot headed. Yani tuko kimbia tunafanya mambo kwa pupa tu. Kijana mmoja alisafiri, alikwenda kwenye kwa anafanya marketing strategy, akaenda huku karibu na Bagamoyo, akasali huko, akaona binti within 2 weeks, anasema mimi nataka kumoa. Anasema what? Anasema huyu ndiye Bwana amenionyesha ndio yeye. 2 weeks. No, tunamwambia Bwana hapana, hatufanyi hivyo. Sema nyinyi hamfahamu Mungu. Mungu amesema na mimi huyu ndiye. Na binti naye amekuja yuko juu, anasema ndio huyu. Sema okay, haya. Sema basi, lakini bahati nzuri wachungaji walikuwa wana oversee ile kapo kwa yule kijana, wakasema hapana, ngoja tupange miezi 3 kwa ajili ya counseling. Yanakuambia tutakufungia, tunataka kufunga immediate, lakini procedure zetu ni kwamba kuna counseling ya miezi 3. Kumbe they are buying time. Kwamba counseling ya miezi within 2 months. Akasema sidhani kama ndio yeye bwana. Nini tena Alex? Nini tena? Sema bwana binti mwenyewe wewe ulisema ndio Mungu. Sasa kwani unafikiri Mungu akikukupa hata kuwa na makosa? Hapana bwana, hawakuoana. Kwa hiyo vijana tuna make mistakes, ndio, kwa sababu tuna nguvu, tuna papara, tuna energy, tuna emotions, tunataka kufanya vitu which is good, lakini inahitaji kuwa guided. Na ndio maana kwenye traditions za Afrika tunawaheshimu watu waliotuzidi umri. Kwa nini? Kwa sababu wana kitu wanafahamu sisi hatufahamu. Kuna kitu wanaona wewe huoni. Kuna vitu wanaviangalia. Kwenye moja ya vitu ambavyo nimeandika kwenye kitabu ambacho tunakilaunch hivi karibuni kuhusiana na babangu, alinifundisha. Biblia inazungumza kwenye Mithali, inasema kwamba usiondoe mpaka wa zamani. Don't move. Biblia Kiingereza inasema kwamba don't move an old boundary hastily. Yani usiende ukakuta mpaka wazazi walikuwekea, wahenga walishasema, lakini wewe unajiona kwamba mimi namjua Mungu sijui nini, unakika unaondoa kwenye ule mpaka. Kuna mipaka imewekwa, iko sababu. Nakumbuka wakati tunafanya huduma ya vijana pale Amana, sijui kama kuna watu walishakusikia Amana Vijana Center. Tulikuwa tunatoka siku za weekend jioni, tunaenda kuwahubiria wale wasichana wanaojiuza kule Ohio, Upanga nini. Na tulikuwa tunaenda katika groups. Na tunafika kwa wale wasichana tunawalipa. By then nakumbuka ilikuwa shilingi 1000. Unamlipa ili akupe muda wake asikilize, kwa sababu anakuambia bwana mimi hapa niko nasubiri wateja, kwa hiyo unavoniongelesha unanipotezea muda. Kwa hiyo inabidi umlipe ule muda ambaye angempa mteja. Kwa hiyo tunamlipa yule binti anatusikiliza. Sasa one of the things that tulifundishwa kama namba 1 alitufundisha Pastor Abel. Akasema namba 1, sema vijana nisikilizeni, namba 1 ni lazima muwe wote watatu. Hakuna kukaa peke yako. Lazima at all times unakuwa watatu. Huo ni mpaka anatuwekea. Lazima mkae. Timu unasikiliza? Wewe timu unasikiliza? Mkae wangapi? Watatu. Namba 1. Namba 2, mkae kwenye mwanga.
Mkae kwenye nini? Mwanga. Msiende kwenye kivuli ama kwenye giza. Mkae watatu kwenye mwanga. Namba 2 hiyo, mpaka wa pili. Mpaka wa tatu, muongelee habari za Yesu tu. Msiongelee kitu kingine. Sijui unatafuta mchumba, sijui no. Whatever the case, akitaka kudivert kwenye topic yoyote, hakikisha mnabaki kwenye topic ya Yesu tu. Mmenisikia? Haya tunaondoka pale. Nakwenda. Nakumbuka siku moja tu mimi niko na mabinti wawili, mmoja akuwa Irene, walikuwa wengine tu. Sasa yule dada, dada karembo. Sasa ungeokoka leo ningekuoa, lakini siwezi kusema kwa sababu tumekatazwa. Kale kadada kanasema, naomba mnipe huyu kijana dakika moja tu nimsikilize yeye. Ataniambia mimi nitasikiliza habari za Yesu. Kwa hiyo nikamwambia okay. Wale wasema akasema, kaka Abeli amesema tunakaa kwenye mwanga. Tunakaa watatu na tunaongea habari za Yesu tu. Nasema huyu anataka kumsikiliza Yesu hapa kwenye mwanga. Mpaka. Hello. Alitokoa sana Pastor Abeli. Kwa sababu ile kona ningepelekwa ile. Ningetoka na ushuhudia matendo makuu ya Bwana. Lakini alijua kwamba kuna vitu kama kijana, zile nguvu na ule ujana, wanasema kwamba mimi na nguvu. I'm telling you, kuna kijana alienda kumcancel binti. Kuna binti alianguka kwenye dhambi, akaumiza sana, kanisa likamsema, akawa kwenye hali mbaya sana. Alafu one of the viongozi wa vijana wakasikia binti fulani ameanguka kwenye dhambi, imejulikana kanisani, ametengwa, amesema vibaya, amevunjika moyo. Eti huyu kijana akaenda mwenyewe kumtia moyo. Kijana wa kiume anaenda kumtia moyo kijana wa kike aliyevunjika moyo kwa sababu ameanguka kwenye dhambi. Hakuchomoka. Kijana hajaoa, huyu binti hajaolewa, wote ni single. Hakuchomoka. Anarudi na yeye anasema Timo, Timo, nimefanya nini? Analia. Umefanya nini? Asema nini? Yani nimkuta alianguka. Kuna mipaka elders wanatuwekea kwa sababu kuna kitu wanafahamu wewe ufahamu. Wanataka kuiponya nafsi yako na mauti. Hello. Kwa hiyo as we grow, tuna energy, tunatafuta kwenda kwenye next level, tunatafuta kuwa na kushine, tunatafuta kufanya mambo makubwa. Kumbuka kuna mipaka inawekwa, kuna sababu. Iko sababu, na usitafute kuondoa ile mipaka kabla hujaelewa ni kwa nini ile mipaka iliwekwa. Kwa nini ile mipaka iliwekwa? Unaambiwa of course kuna elders wengine wanaweka mipaka extreme. I know that. Nakumbuka kuna makanisa mengine Dar es Salaam ilikuwa yani huruhusiwi hata kusimama na binti kupiga picha. Na ukitaka kuchumbia unamwambia mama mchungaji, ndio anaenda kumwambia binti, alafu mnakuja mnaongelea ofisini kwa mchungaji. Kuna extreme zingine ziko, I know, na kuna wazazi pia wako extreme, mnafahamu. Lakini kuna vitu ambavyo hata wewe mwenyewe unaona ni reasonable. Kama mtu mwenye akili timamu unaona kwamba hapa nachemsha. Kwa hiyo tunapozungumza kuhusu kutanua akili zetu, kwamba kuangalia uwezekano, possibility mentality, nazungumza ndio katika kufungua kuona horizon, lakini pia kukumbuka kwamba kuna mipaka inawekwa, iko sababu. Kwamba moja ya mipaka ambayo baba yangu alinifundisha mimi kubwa sana, ilikuwa ni kwamba kila mara unapoona pesa imekauka kwenye maisha yako, ni dalili kubwa kwamba ama uko out of time ama uko out of place. Mahali popote ambapo Mungu anakuplant unastawi. Mahali popote ambapo Mungu anakuplant na wewe ukaweka pamoja na Mungu, unastawi. Ukiona hustawi, kuna tatizo somewhere. Tafuta kwamba ni wapi ninakosea, kwa sababu Mungu hakosei. Kwa hiyo tafuta kwamba ni wapi ninakosea, kwa nini sistawi mahali hapa? Ama siko mahali sawa, ama niko mahali sawa ambapo muda sio sawa, ama kuna kitu katika mahali sawa sikifanyi sawa. Ni lazima ukiwa planted mahali sawa lazima ustawi.
Lazima ustawi. Kwa naongea na mchungaji alikuja sasa hivi ni Bishop Dani Kulola Uingereza, wakati tunafanya kazi Uingereza, akaongea neno ambalo liligusa moyo wangu na mke wangu. Akasema Mungu akikupanda mahali anakupa ardhi. Mungu akikupanda mahali na anania ukae kwa muda mrefu anakupa ardhi. Nikamwambia mke wangu, sisi Mungu ametupanda hapa, tunajiona tuko long term. Sema yes, atupe ardhi. 3 years later Mungu akatupa ardhi Uingereza. Tuliwakuta wanasema mmefanyaje? Tumemwamini Mungu. Akatulead hatua kwa hatua mpaka tukaacquire land. Kuna watu wako Tanzania hawana land. Hello. Kama Mungu amekuplant Dodoma, kama umekuja kusoma, that's fine. Usiingilie, I'm not talking to you. Lakini kama uko hapa na una uhakika Mungu amekuplant mahali hapa, you must have land. Foreigners wanakuja wanakuwa na land. Wahindi, Waarabu, Wazungu wanakuwa na land. Unajua sheria ya nchi inaruhusu watu wa nje kumiliki ardhi? Unajua namilikije? Wakiwa na kampuni, ile kampuni inaruhusiwa kumiliki ardhi. Easy. Lakini wewe ambaye uhitaji hata kuwa na kampuni, ardhi huna, kwa sababu unamsubiri Bwana kwenda mbinguni. Babangu alijenga nyumba ya kuretire very late. Aliokoka mwaka 1958 ndipo alipookoka. Enzi zile walikuwa wanasema Yesu anarudi. Na walikuwa wanafikiria kwamba Yesu anarudi, yani he's coming. Kuna gazeti lilikuwa linatoka linaitwa Upesi, soon. Sijui kama unalifahamu mchungaji, ilikuwa inatoka nje. Nasema Yesu kwa hiyo walikuwa wanajua kwamba anytime, any day now he will be coming soon. Kwa hiyo ununue ardhi ya nini? Yesu anarudi. Uinvest kwenye stock shares ya nini? Yesu anarudi. Kwa hiyo wakawa hawafanyi chochote kuhusiana na maendeleo. Yesu anarudi. Baba alikuwa anasema nikipata hela yote 100% ni kununua Biblia, kununua tracts, kupanda gari kwenda kwenye Injili. Yesu anarudi. Anazaa mtoto wa kwanza, Yesu anarudi. Mtoto wa pili, Yesu anarudi. Wa tatu, wa nne, mwaka wa 10, wa 20, wa 30, anazeeka. Yesu anasema okay, inawezekana kurudi kwa Yesu sio kwa time yetu, sio kwa time yetu, ni kwa time yake. Kwa maana kwa Mungu siku moja ni sawa na miaka 1000. Kwa hiyo between ameokoka mpaka baba anafikia miaka 70, hata dakika moja haijapita mbele za Mungu. Lakini huku yeye anazeeka, anapita. Ndio alipostuka yuko almost 50, ndio sasa anaanza kutafuta viwanja, anaanza kutuhubiria, anasema sasa jamani wanangu, jiandaeni kimaisha kama Yesu anarudi, matendo yenu yawe sawa Yesu anarudi, lakini huku kwenye mambo ya dunia fanyeni kana kwamba harudi. Mnunue ardhi, mjenge, invest, someni. Baba alihakikisha tunasoma. Sio kwamba huku mnasoma mjiandae in case akirudi you go, lakini akichelewa mna kitu cha kufanya. Nakuwa na ardhi, lakini ni kutanua mawazo na fikra zetu tuweze kufika mahali ambapo tunaweza tukamiliki milki ya Mungu. Biblia inasema kwamba sisi ni royal priesthood. Yani ni ukuhani wa kifalme. Yani ni makuhani lakini wa kifalme. Unajua ni kama Uingereza. Mkuu wa nchi ni mfalme. Na mkuu wa dini Anglican Church ndio mkuu wa nchi. Sijui inaeleweka kwamba the royalty, yule ambaye ndio top wa nchi, mfalme wa nchi, ndio mkuu wa nchi, lakini pia ndio mkuu wa dini. Yani kama tumemuita askofu mkuu. Askofu mkuu wa TAG ndio angekuwa ndio rais wa nchi. Tangia mwanzo Mungu hakutaka kutenganisha state na dini. Alikuwa anataka the same person ambaye ana lead kwenye government au ana lead kwenye kanisa. Lakini wana Israeli wakaja wakatuvurugia mambo. Lakini ukienda kwenye nchi za Kiislamu, it's the same. Nchi za Kiarabu, ukienda Oman, Dubai, ukienda wapi, Kuwait, kwamba yule imamu mkuu ndio mfalme wa ile nchi. Na sisi tumeitwa kuwa the same, kwamba tuwe royal priesthood, kwamba ni watu ambao ni wafalme, tunamiliki kwenye anga zetu, lakini pia sisi ni watawala. Kwa hiyo kwenye eneo lako unatakiwa utawale.
Kama ni biashara unatakiwa ufanye nini? Utawale. Kama ni kwenye kuuza, kwenye sales unatakiwa ufanye nini? Utawale. Kama ni umeitwa kuwa kiongozi, unatakiwa uraise to the point where utakuwa ni mtawala. Lakini uwezi ukafikia kwenye hiyo level kama viwango vyako ni vya chini. Kwa sababu kuna mambo utafanya wewe na kuna mambo atafanya Mungu. Yale ya Mungu mwachie Mungu, lakini ya kwako lazima uyafanye. Kwa maana lazima uinue viwango vya fikra zako, the way unafikiri. Ndio maana wana wa Israeli ilikuwa ni ngumu sana kurithi nchi ya Kanaani, kwa sababu walikuwa wana slave mentality. Wamekuwa watumwa kwa miaka 300. Kwa ina maana hapa ni vizazi kama 5-6 hivi. Kwa hiyo babu ya babu ya babu ya babu ni amezaliwa ni mtumwa. Kwa hiyo all you know ni slavery. Umekuwa mtumwa katika nchi ya ugenini. Alafu unatolewa unakwenda kuambia kwamba umiliki nchi. Kwamba iwe sasa unakuwa sasa na ardhi ni yako, sio ya bwana, kwamba wewe sasa sio mfanyakazi, ni ya kwako. Ni ngumu. Na ndio maana Tanzania tunaua viwanda. Hello? Wa Tanzania tunaua viwanda kwa sababu bado tuna slave mentality. Mtanzania anakabidhiwa kiwanda anakiua. Arusha kulikuwa kina kiwanda kinaitwa General Tire. Kinatengeneza matairi. Kiwanda cha matairi kinakufaje kwenye nchi yenye magari kama hii? Explain to me that I don't understand. Kiwanda cha matairi, yani kabla hujalimaliza kulitengeneza tairi limeshanunuliwa. Wewe unatengeneza biashara zako za ubuyu na ukuaji, unaenda kutafuta wateja. Wao wanatengeneza tairi kabla halijakamilika kutengenezwa, tayari na wateja wanasubiri. Kinakufaje? Slaves wamepewa kutawala wakati mind zao bado ni slave. Kwa hiyo badala kuendeleza kiwanda wanatia mfukoni mwao. Tulikuwa na shirika la UDA Dar es Salaam at the time when there was no daladala. Utakumbuka mchungaji. Ilikuwa ni shirika pekee la usafiri Dar es Salaam. Hakuna daladala, taxi zilikuwa moja na very expensive. Lakini shirika UDA likafa. Unakufaje shirika la usafiri Dar es Salaam kwenye watu by then 1,000,000 karibu 2.5? Unakufaje? Slaves wamepewa kuendesha. Tunajenga kiwanda cha sukari cha 3 pale Kilombero. Kiwanda hiki ilifikia muda serikali ikawauzia wazungu kutoka Afrika Kusini. Kwa sababu tulishindwa kiendesha. Lakini soko la sukari Tanzania ni kubwa kuliko sukari inayotengenezwa. Kiwanda kinakufaje? Kinakufaje? Tukawauzia wale wa South Africa. Wamekaa nacho kwa miaka 5-6, wakajenga cha pili. Wamekaa nacho sasa wanajenga kingine cha 3. Sisi tuko pale tunatoa macho tu. Sema hawa jamaa yani hawa jamaa yani say slave mentality. Kwamba hawa jamaa ni waajabu sana. Yani hawa jamaa ukija pale Kilombero kiwandani pale ambapo wanalima hawa South Africa, eka moja wanalima kwa kutumia wanamwagilia, wanaweka mbolea, wanaweka nini. Eka moja wanakwenda kutoa mpaka 40 to 50 tons per acre. Sasa toka nje ukutane na Waswahili wakijitahidi 10-15. Sasa unauliza shida ni nini hapa? Kwamba ni kama vile umevalishwa kitu fulani hivi, unaona tu hapa karibu. Ni lazima hii funguke ili uweze kupanda kiwango. Lazima utoke kwenye mipaka uliolelewa nayo. Unajua pale ulipolelewa. Ngoja nikwambie kitu ninacho regret. Kwenye maisha yangu, kitu ambacho nina regret sana kwenye maisha yangu mchungaji, ni kuwa na watoto 2. Na sababu mimi na mke wangu tumekuwa na watoto 2,
sio ni slave mentality. Kwa sababu sisi tulizaliwa 6 na baba alikuwa pale nyumbani, tulikuwa hatupungui 10 mpaka 15 na tulikula kwa shida sana. Yaani ninakuambia Timo, shauri yako sio story, ni kweli. Na mama alikuwa hana, unajua saa hizi sisi kama wangapi tuna watoto hapa? Wote ni vijana. Mimi sasa hivi nyumbani kwangu kama mtoto hayupo lazima dada anamwekea chakula. Nyumbani hiyo ilikuwa hamna. Muda wa kula uwepo wewe, muda wa kula. Haupo, is done. Utasubiri the next meal. Ama kama kuna ukoko utaenda jikoni kukuangua ukoko. Kwa hiyo ilikuwa tumekuwa ni fight, na mama alikuwa habagui mtoto wa shangazi, mtoto wake ni kitu kimoja. Muda wa kula uje mezani, mtakula wote, kama kichache kama kingi mtakula wote. Kwa hiyo nimekuwa ninaona ile dhiki, nikatafsiri kwamba kwa sababu tulikuwa wengi ndio maana tumepata shida. Kwa hiyo nikasema mimi sitakuwa na watu wengi, nitazaa watu wawili tu ili nisipate shida. Kweli Mungu asaidie, nimezaa watu wawili. Sasa hizi nasomesha karibu watoto 10. Hello? Na Mungu amenipa uwezo mkubwa sana, regret say ni woga tu. Msungu zaa. Ikiwezekana kila mwaka fyatua tu. Fyatua. Kanisa linakuwa sio tu kwa kuinjilisti, lakini hata kwa kuzaa. Mungu akupe mapacha, fyatua tu. Achana na slave mentality ya kizazi chetu, ulikuwa tu waoga. Na kweli ukiangalia katika kizazi chetu wote ambao tumepata ufunuo kidogo, tumesoma watu wawili mmoja. Sisi tumezaliwa 7, actually tulikuwa 8, mmoja alipumzika, lakini firstborn wetu ana watoto wawili. Secondborn mmoja, mimi watatu wawili, ananifuata wawili, ananifuata ana watatu, ananifuata mmoja, ananifuata mmoja. The devil is a liar. Ukoo wa Kiara unazidi kupungua tu, kanisa linazidi kuminywa tu. Watoto wa mama mdogo huko wanazaana na tena wao wana mke zaidi ya mmoja. Wewe una kamke kamoja alafu unazaa mtoto mmoja. The devil is a liar. Dodoma nani ICC itakuwa lini? Fyatua tu. Ni kitu nilichokuwa napenda Magufuli kuhusiana na hiyo. Mzazi wa mpango kitu gani? Ndio of course mpe mama muda kidogo kuna nini, namwangalia mama mchungaji anasema tumpe mama muda kidogo kurecover kidogo, lakini akisha recover fyatua tena. Usimcheleweshe. Mungu amepa, unajua tumepewa uwezo mkubwa sana wa kujenga kanisa kwa njia mbili, ya kuinjilisti na kwa watoto tunawazaa sisi. Hello? Kwa ile slave mentality nilokuwa nayo na ule umaskini nilokuwa nao ukanilimit, nikawa muoga, nikasema wawili tu. Yani nikipata wawili basi nitaweza kuwatunza vizuri, hakutakuwa na shida. No. It was a slave mentality. Na nimegundua hiyo too late. Yani nasema kwa sasa hivi tena kuanza kuzaa tena naanza kushika nepi sasa hizi jamani. I'm 51 naanza kutafuta nepi. This is time kuanza kufikiria kwamba kumentor the next generation. Hello, msifanye makosa tuliyofanya sisi. Kama Mungu anakupa uzazi, fyatua. Hello? Sasa mabinti wanaangalia sasa na sisi itakuwaje? Tutakuwa tu kila siku tunanyonyesha. Nyonyesha, wewe ulinyonya. Wewe ulinyonya kwa mamako. Wewe unafikiri mamako alikuwa anaona raha? Nyonyesha, ukimaliza the Lord will make a way. Kwa nini nakwambia hivi? Nakwambia hivi kwa sababu pale ulipokulia pale kuna mahali pamekufunga akili yako, unashindwa kufungua uweze kuona possibility beyond kile ulichokuwa unakiona na macho yako. Ndio maana wale watoto wa Mtwara waliotoka kwenye familia za chini walikuwa wanaona tu ifike mahali niweze kupanda tu ndege niende Dar es Salaam. Wale waliotoka kwenye familia ya kati walikuwa wanaona nifike mahali niwe pilot, niwe air hostess, niweze kudumu kwenye ndege. Lakini katika wote hakuna hata mmoja aliyeona kumiliki ndege, kuwa na ndege. Kwa nini? Kwa sababu yale mazingira tuliokulia yametengeneza kama mpaka, yameweka mpaka kwenye akili yako. Ni mpaka ufikie mahali kwa makusudi useme kwamba hapana, mimi nitaweza.
Kuna kipindi wakati tunafikiria na mwenzangu kwamba anaitwa Martin, tulikuwa tunamwomba Mungu kwamba na sisi siku moja tukimaliza chuo tuende kufanya kazi nje ya nchi. Lakini wakati mwingine tunafikiria hivi kweli sisi watoto wa Ilala Mchikichini, unajua Ilala Mchikichini kulivyo, yani sijui Fred la kufahamu. Yani ni uswazi. Hivi wewe mtoto wa uswazi uende ukafanye kazi nje ya nchi, utaenda, watu wengine wanasema mtaenda tu kusafisha vyoo na kulea wazee. Kwa kidogo wakati mwingine akili inakuja nasema labda kweli wacha tu hapa nitafute tu kazi. Lakini kitu kingine ndani kumwambia no, it's possible. Lakini haikuja kuwezekana ni mpaka siku nilipokutana na mtu mmoja nikiwa Botswana wakati tunafanya ni volunteer kwenye department ya kudesign kanisa. Wakati tuko pale Mzimbabwe mmoja alikuwa kiongozi wetu, akaja akasema kwamba nimepata kazi Uingereza. Ni mweusi, kwa anaitwa Alfeo somebody. Akasema umepataje? Nikamfuata, Alfeo umepataje? Tu akaniambia bwana Timo kunafanya hivi na hivi na hivi. Tatizo letu Waswahili, mtu akifanikiwa anakuwa adui, si ndio? Anakuwa adui ukiwa anajidai. Yani siku hizi anakuja ICC pale anaendesha gari amefunga AC, basi anajidai. Badala kumwambia wewe unaomba kama mimi, tunasali wote, si wote si mchungaji wetu mmoja, wewe umefanyaje? Wewe kwa nini una gari mimi sina? Sema utaniambia, usiponiambia nakupeleka kwa mchungaji. Usema mchungaji nimemleta huyu jamaa, tulianza wote tunasota biashara wote, sasa hivi yeye ana gari, namwambia niambie, hasemi. Utamfanya nini? Utamwambia mwambie mwenzio acha ujinga. Lakini automatically kutokana na slave mentality, mtu akifanikiwa kidogo adui, nakaa mbali, anajiona. Muone anavokaa siku hizi pale mbele. Tena siku hizi anaenda pale mbele, alafu kila kitu ana volunteer yeye. Yani huyu hata mimi nishaachana na rafiki naye. Shetani anakuondoa taratibu kwenye connection ambazo zingeweza kukufungua. Na kweli yule aliyofanikiwa akiona unambagua anasema what do? I go. Binti mmoja kanisani kwetu alikuja, nakumbuka zamani sana. Kabinti kameokoka tu, karembo, kakadakwa kakachumbiwa. Kalivyochumbiwa, binti mmoja ambaye ilikuwa muda mrefu kanisani akaja kushtaki kwa viongozi wa vijana, huyu amekuja amechukua mchumba wangu. Sasa nauliza, wewe ulimchumbia huyu? Hapana. Sasa amemchukuaje? Anasema kwa nini huyu achumbiwe kabla yangu? Yale alea na Rachel, ugomvi hao wawili, na bahati mbaya aliyomleta kanisani ni huyo. Amemgeuka anasema kwamba kumbe ulikuja tu kutafuta wachumba, wala ukuwa huna nia na Yesu. Ugomvi unakuwa mkubwa. Badala kuja hawasemeshani tena, na wewe akamwambia mimi nishampata Yesu, nishampata mchumba na lolote unifanye. Akaolewa bwana yule binti wa pili. Na yule alokasirika akaondoka kanisani. Mimi nakaa kanisani miaka yote, afu kamekuja tu juu hapa kakaruka njia, kamechumbiwa, mimi ninabaki. Unakasirikia binadamu, wewe wao ndio walokuumba. Wao ndio wanagawa waume. Unajua kuna andiko moja ya mchungaji huwa tunalimisquote. Wanasema mke mwema hupatikana kwa Bwana. Si ndio? Sio kama Bwana anakupa. Ni sawa na kusema mke mwema anapatikana Dodoma. Sio kwamba Dodoma inakupa. Lakini na maana mke mwema yuko katika Bwana, yani ndani ya nyua za Bwana. Lakini watu wengi wanalikoti kana kwamba mke mwema Bwana anachukua anakupa. No, sio. Nasema mke mwema anapatikana Dodoma, anapatikana kwa Bwana. You have to go in na kumchukua. Ngoja nikwambie mchumba wangu alivyonipata Irene. Siku moja tuko kwenye huduma, mabinti ngoja niwape siri. Siku moja tuko kwenye huduma, unajua kuna vijana tunadomozeki kama mimi mjanja sana, lakini nikishatoka madhabahuni ujanja kuisha. Ujanja kuisha. Sasa binti kasubiri siku hiyo nimefundisha pale Amana, nimefundisha, ninashuka kwenye madhabahu. Akaja akanipa mkono, akasema mtumishi umefanya vizuri. Kanipa mkono. Kushika hivi kuna kitu. Kufungua hivi nikakuta ni Big G. Ile Big G imemegwa nusu na imemegwa na meno. Hello? Nakupa mbinu za kivita.
Irene amemega Big G kwa meno. Sasa mimi nikaiangalia nikaichukua nikaipeleka kwa Abeli, nikamwambia Abeli binti yako amenifanya. Sasa timu acha ujinga, kula Big G. Umwambie kijana kiume kula Big G yo. Acha ujinga. Ndio kama vile veil ikafunuka, sema ndio huyu. Kumbe inawezeka, ndio huyu. Naanza kumwangalia kwa macho mengine. Unajua wanaume tuko slow. I'm telling you, tuko slow. Kuna jamaa amesema sana, nani huyo? Unajijua mama mchungaji anatufahamu, tuko slow. Wala usimuone Freddy ujanja wote, tuko slow. Tuko slow, lakini wanawake wako fast. Yani akishakuona tu aje is him. Kwa hiyo anatulia, anaanza kukupa signal. Sasa unaweza ukatoa signal mpaka ukawasha na mataa hivi lakini jamaa wapi alielewi. Jamaa ni binti katika Bwana. Nimewahi kuumiza binti mmoja mchungaji. Nimewahi kuumiza sana binti mmoja kwa sababu yule binti alikuwa anatoka wakati tuko chuo kikuu, anatoka kwenye bweni lake, anakuja ananipitia, tunaenda fellowship. Mimi najua si binti dada katika Bwana, ananipitia. Tunakwenda fellowship, tukikoka fellowship anakaa, ama nikitoka darasani nimechelewa anaweka siti. Na mimi nikija natafuta iko wapi siti, ananiwekea, nenda nakaa. Dada katika Bwana. Yani unaangalia uone. Mpaka siku rafiki yangu, binamu yangu akaniambia, Timo, una mpango gani na fulani? Kuhusu nini? Genuinely namuuliza kuhusu nini? Yani sioni kabisa. Akasema unajua mwenzio anajua ndo tayari nini? Ndio ananistua. Hivi ndio nastuka, nasema oh my God. Naanza kumfuata, ambia damani binti, naomba unisamee, kwa kweli wewe ni binti mzuri, lakini mimi sijakuangalia kwa jicho hilo. Binti watu aliumia sana kwa ujinga wangu, kuonyesha we are very slow. Na ukisubiri slowness wetu, ase utakoma ubishi. Kwa ukishamuona mtu Bwana amekwambia ndio yeye, tafuta mbinu za kivita. Tafuta Big G yako imege katikati. Patia yeye, sema kwa jina la Yesu, funguka macho uone watu kama miti, waanze kutembea uone kama watu kama watu. Sasa kupele jamaa amewekewa mkono, anaona watu kama miti. Akasema weka tena mkono, aweze kuona binti kama binti wa kiao, anatembea anapendeza. Sema huyu ndio mke. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa naongelea nini? Nilikuwa naongelea kufungua akili yako, si ndio? Kwamba kufungua possibility mentality, kwamba uwezo, kwamba mahali tumetoka kunafunga akili zetu, hatuoni next level ambayo tunaweza tukaitembelea. Kwa kweli niwaambie ndugu zangu, sikuwahi kufikiria kwamba siku moja mtoto wa mchungaji, mtoto kutoka grade Z aliyosoma Tanzania, shule ya msingi na shule za sekondari na high school za serikali kabisa, without any connection, anaweza kaland Uingereza, akafanya interview na wazungu, akapata kazi. Fanya kazi Uingereza amidst the white people. I never thought, mpaka Mungu alivyofungua utando wangu taratibu, nilipomwona yule Alfeo Zimbabwe amepata ile kazi, ndio kama taika waka kumbe inawezekana. Ndio maana testimonies are necessary kwenye mwili wa Kristo, kwamba kumbe inawezekana. Ndio kama nastuka, inawezekana. Alfeo umefanyaje? Alfeo akaniambia kuna employment agencies, peleka CV yako hapa, andika CV yako hivi, fanya hivi. 1 year later umetoa Uingereza. Hello. Ni lazima utafute mahali ambapo unaweza ukafunguka. Na angalia unazungukwa na watu wa aina gani. Tunamaliza saa ngapi? Saa 1. Okay. Unazungukwa na watu wa aina gani? Kwa sababu if you are surrounded by 5 idiots, very soon you become idiot number 6. Ukizungukwa na idiot vitano, yani very soon unakuwa idiot number 6. Lakini ukizungukwa na mijitu ambayo ina nguvu,
Hata wewe unangangania tusema mbona wewe haufanani nao lakini mimi nipo tu. Wanakuambia bwana una wewe upo nao, tupo nao, siku moja unakuta kumbe na wenyewe limo. Ngangania. Unajua tuna tendency ya kukaa na marafiki ambao tunawapata by default. Yaani labda shuleni, kanisani, lakini tafuta mahali useme kwamba mimi nataka kuwa na rafiki na huyu. Na advise msichana kwa msichana, mvulana kwa mvulana, huo ni mpaka mwingine. Iko sababu. Tusilete shida kanisani. Useme mimi nataka tu mpendwa katika nimemwona mwalimu alisema tutafute mtu naenda. Unless unachumbia usifanye hivyo. Lakini tafuta mtu ambaye atakustretch. Unaona kabisa huyu mtu nikikaa naye ananistretch. Kuna watu nikikaa nao wananifanya nafikiri. Kuna nani unafahamu Dr. Fernandez. Dr. Fernandez ni rafiki mkubwa wa baba, sababu alikuwa kwenye huduma ya baba pale Ilala. Kwa hiyo nimuona katika ulimwengu wa finance ni mtu ambaye nikamwona ana uwezo wa kufikiri. Kwa hiyo huwa mara nyingi nakwenda kwake kutafuta counsel. Kwa hiyo huwa ana principle ngumu sana. Lazima umtoe out umpe dinner na ulipe. Na hoteli anachagua yeye. Sasa ujue hapo. Kwa hiyo unapokaa naye, yani ukitoka kwenye mazungumzo naye, ulali ule usiku. Unafikiri kwa sababu ni mazungumzo mnaongea tu kawaida hivi, lakini kuna vitu anazungumza vinakustretch. Siku moja aliniletea opportunity fulani hivi ilitokea mahali fulani. Nikamwambia itanigharimu kiasi gani? Akacheka sana mpaka kaniuzi. Akacheka sana. Akasema Timothy bado unafikiri kama maskini. Akasema what do you mean? Akasema let me explain. Akasema mtu maskini ukimpa opportunity anafikiria kwanza itanigharimu kiasi gani. Hafikiri kwamba ina potential kiasi gani. Ukiona opportunity cha kwanza kabisa usifikirie gharama, fikiria kwamba ina potential kiasi gani, ina uwezo wa kunitengenezea faida kiasi gani kwenye mahusiano, kwenye finance, ina potential kunitengenezea faida kiasi gani. Then ndio urudi kwamba ita cost kiasi gani, because where there is a will there is a way. Ukiona there is no will, ukiona there is no way, ujue kwamba the will is weak. Mahali popote penye nia ipo njia. Ukiona njia haionekani, ujue kwamba nia ni hafifu. Nia inapokuwa hafifu, njia inakuwa haionekani, inakuwa kama vile uoni. Kwa unapokaa naye ananitanua kufikiri kwangu. Tanua unaona kwamba I need to do something else. Tafuta kuwa na marafiki ambao ukikaa nao, unapoongea nao wanakutanua fikra zako, wanakutanua imani yako, wanakutanua upeo wako wa kuona. Where you stand determines what you see. Ukisimama hapa unaweza kuona mbali zaidi, si ndio? Ukipanda tena juu unaona mbali zaidi. The higher una climb, the far you can see. Na tunapanda kwa njia mbili. Njia ya kwanza ni kwa neno la Mungu, lile ambalo unalisikia na kulielewa, lakini njia nyingine ni kutokana na mazungumzo unayoyasikia kutoka kwa watu. Na ndio maana nikakwambia serikali inakuwa careful waandishi wa habari wanasema nini, kwa sababu wanajua ita elevate watu, wataona bali. Ndio maana wanasema sisikie. Wakati sisi tunakuwa, baba yetu alikuwa mnoko. Tulikuwa tunaangalia kipindi kwenye redio, tulikuwa tunasikiliza Mama na Mwana tu na Taifa Habari. Baada ya hapo anafunga, na redio yetu ilikuwa ni ile hivi. Kwa hiyo alikuwa anafunga alafu anachomoa kile kinani. Bata anatia mfukoni, anaondoka nayo. Lakini sisi watoto wa Tundu tukagundua plies. Tunakwenda tunafungua. Baadaye tukaja tukapata TV the same. Baba alikuwa na guide ni vipindi gani tutaangalia, kwa sababu alikuwa anajua vina shape what we think, na kile tunavyo think kina shape the possibility we see and who we become. Zuia kabisa. Sasa enzi hizo ilikuwa ni ile TV makubwa yale, alitengeneza kabati alafu ina milango. Kwa hiyo anafunga ile milango, anafunga na kufuli. Sisi watoto wenye mapepo tunaenda tunangoa zile spring za huku, unangoa spring za huku, unabeba mlango mzima, unaweka pembeni. Alafu tunapeana zamu kuangalia baba anakuja nani.
Kwa hiyo kikaa dakika 10, zamu yako Timo, njoo ukae huko nje. Unakaa huko nje, mwenzako wanaangalia zamu yako. Tukisikia baba anakuja, mnakimbia mnairudisha pale. Baba akija anaona kufuli ipo. Hatukujua kwamba alikuwa analinda nafsi zetu na uovu. Tulinda kwamba unasikiliza kitu gani. Sasa umekuwa ni mtu mzima, una akili zako. Hebu angalia unasikiliza vitu gani. Linda moyo wako kuliko vyote uvilindavyo. Why? Kwa sababu ndiko zitokako chemchem za uzima. Uzima wa milele, lakini uzima wa hapa duniani. Finance zinatoka humo, mahusiano, biashara zilizofanikiwa, kupanda kwenda kwenye next level kunatoka katika chemchem zilizoko ndani. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Na moyo unajazwa na kile ambacho unasikia kinaingia ndani yako. Mungu atusaidie tuweze kufikia mahali tusikubali mipaka tuliyokuwa nayo ituzuie kuingia katika level na kusudi ambalo Mungu ametuwekea. Amen. Kwa sababu ndani yetu tunaona kuna mawaziri hapa, tumeona kuna rais, tumeona kuna wafanyabiashara, tumeona kuna wachungaji, tumeona kuna manabii, tumeona kuna watu wanaofanya great exploits. Kwamba mchungaji anataka pale alipoishia yeye, kama yeye amefikia maelfu, wewe ufikie 10,000. Naomba vijana nao mentor, mimi natamani mnipite. Hakuna mwalimu anayetaka watoto wanaofundisha wafike tu waishika mawe, ni mwalimu ajabu. Kila mwalimu anatamani watoto wafanye vizuri kuliko yeye. Mzazi unatamani watoto wako waende mbali wafanye vizuri kuliko wewe, lakini yale malezi tuliokulia, mahali tulipokulia, uswazi tuliokulia vinatuzuia, tunashindwa kuona. Kwa jina la Yesu naomba Mungu akusaidie ufunguke, uweze kuona mbali kuliko ambako ulimepitia. Naomba uweke mkono wako kwenye kipaji chako. So Mwenyezi Mungu, ninakushukuru kwa maana umenipa akili. Umenipa uwezo wa kufikiri. Umenipa mawazo ambayo umeyaweka kutoka katika moyo wako. Nisaidie niweze kuona vile unavyoona wewe. Nisaidie niweze kufikiri unavyofikiri wewe. Nisaidie niweze kutembea unataka nitembee. Katika jina la Yesu Kristo, ninakataa mipaka niliyowekewa na wazazi. Ninakataa mipaka niliyowekewa na mazingira. Ninakataa mipaka niliyowekewa na wananchi na jamii. Ninakataa kila aina mipaka ambayo sio makusudi yako. Ninafungua akili yangu. Ninafungua mawazo yangu. Nipokee kutoka kwako. Nitoke hapa nilipo, niende kwenye hatua nyingine. Niende kwenye kiwango kingine. Kiwango kinachotokana na wewe. Ili wanaoniangalia waweze kujua kwamba yuko Mungu katika maisha yangu. Waweze kujua liko tumaini. Waweze kukuona wewe katika maisha yangu. Katika jina la Yesu Kristo. Naomba kila mmoja usema na Mungu wako sasa. Baba, katika jina la Yesu Kristo, watoto wako hawa ni vijana. Na umesema